Na kama taifa tuchague maendeleo. Taifa hili limepiga hatua sana ukilinganisha na mataifa mengi. Taifa hili limepiga hatua sana. Kwa sisi ambao tuliopata bahati ya kuzunguka Afrika Mashariki, tunajua namna ambavyo Tanzania imepiga hatua. Lakini hatua hii hatukupiga kwa bahati mbaya. Ni kwa sababu viongozi wetu walifanya maamuzi magumu kwa ajili ya taifa hili. Na maamuzi hayo ni pamoja na maamuzi ya kuhakikisha kwamba taifa letu linakuwa na amani. Ndugu zetu wanakwenda kufanya biashara. Kukichafuka hapa, hakuna atakayebaki miongoni mwetu. Hakutakuwa na bodaboda, hakutakuwa na machinga, kila mmoja atatafuta njia yake. Kwa Tanzania hii tutakimbia wapi? Tuulizane hapa. Na ndio maana mimi nampongeza mkuu wa mkoa. Nimesema asubuhi na hapa narejea. Endelea kuhakikisha kwamba mkoa huu unabaki kuwa salama. Endelea kuchapa kazi. Mimi ninakuamini. Na Mheshimiwa Rais anakuamini. Na ninyi wana Dar es Salaam, kataeni na msikubali kamwe kujiunga na vikundi ambavyo vimedhamiria kuhakikisha kwamba ninyi hampumui. Msikubali hata kidogo. Kama wanataka wao kuandamana, waambie wachukue familia zao waandamane wao na familia zao. Ili mkuu wa mkoa na timu yake wafanye kazi vizuri dhidi yao. Nadhani nimeeleweka vizuri. Lakini ninyi endeleeni kukazana kuhakikisha kwamba uchumi wa taifa letu unasonga mbele. Na sisi kama viongozi wa kuteuliwa tutahakikisha kwamba tumesimama imara kuhakikisha kwamba ndoto za rais wetu tumezisimamia. Maelekezo yangu, kama ambavyo mwenyekiti aliponiomba wa machinga kuhusu hili la Jangwani, na mimi namuelekeza katibu mkuu hapa, mipango yote ya Jangwani, ya ujenzi wa Jangwani mpya, ujenzi wa daraja pamoja na ujenzi wa Jangwani mpya, pamoja na ujenzi wa viwanja, ujenzi wa majengo ya kisasa. Maelekezo yangu, mipango yote ya Jangwani, kama waziri mwenye dhamana, hakikisheni majengo ya kisasa ya wamachinga yameongezwa katika mipango yoyote ambayo tunakwenda kuipanga kwa ajili yao. Mmenisikia au nirejee tena? Maombi ya mwenyekiti mmeyasikia. Maelezo ya mkuu wa mkoa mmeyasikia. Mkuu wa mkoa amesimamia kwenye viatu vya mwenyekiti wa wamachinga kwamba na ninyi wamachinga mnataka kufikiriwa katika eneo la Jangwani ambalo tunakwenda kujenga mji wa kisasa kabisa pale Jangwani, pamoja na ujenzi wa mji huo, pamoja na ujenzi wa uwanja wa kisasa ambao utakwenda kujengwa hapo. Maelekezo yangu, majengo kwa ajili ya maduka ambayo wamachinga watatumia, basi hakikisheni michoro yote ambayo mtakwenda kuiandaa, hakikisheni wamachinga mmewafikiria katika michoro hiyo kwamba na wao lazima washiriki katika ujenzi wa uchumi pale Jangwani baada ya ujenzi. Lakini jambo la pili, maelekezo yangu kwa katibu mkuu, masoko yote ya kimkakati yanayojengwa nchini, waelekeze wakurugenzi wote wa halmashauri kuhakikisha kwamba wamachinga kote nchini wanapewa kipaumbele kufikiriwa katika maeneo ambako tunakwenda kujenga masoko ya kimkakati kabisa. Na katika hili ninatambua kwamba soko letu la Kariakoo ujenzi unaendelea. Ujenzi umekamilika. Katibu mkuu na mkuu wa mkoa, nendeni mkakae muone mambo mawili yafuatayo. Kwanza, kufikiria uwezekano wa machinga nao kuwafikiria katika eneo hayo kwa namna mtakavyokubaliana nao.
kwa namna ambavyo mtakubaliana nao. Lakini mbili, tumeona maombi hapa ya mwenyekiti wa wafanyabiashara. Hebu kaeni mkifikirie kupitia soko letu la Kariakoo, angalieni uwezekano kwa mwenyekiti wa wafanyabiashara na timu yake na wao wapate ofisi pale kwenye soko la kisasa la kimataifa la Kariakoo. Nendeni mkafikirie, mwende mkalione hilo.